Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kuendelea kufuatia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Na leo hii tutakwenda kujifunza kichwa cha ujumbe unaosema kwamba unachohitaji ni kunawa miguu tu. Unachohitaji ni kunawa miguu tu. Na Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya. Mafundisho haya kufanyike msaada kwako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Unachohitaji ni kunawa miguu tu. Kunawa miguu tu. Tunaposoma kwenye maandiko, mimi nimetumia kunawa, lakini kwenye maandiko nasema kwamba ni kutawadha. Kwamba unachohitaji ni kutawadha miguu tu. Lakini vema tukajifunza Yesu kwa nini alisema haya maneno? Kwa nini Yesu alisema haya maneno? Kumbuka tunajifunza kwamba unachohitaji ni kunawa miguu tu. Kwa nini Yesu alizungumza haya maneno? Alimwambia Simon Petro. Tunaposoma kwenye Yohana 13, Injili ya Yohana 13:9-10. Tunaona wakati Yesu alipokuwa anakaribia kuondoka, aliwaita wanafunzi wake akawa na wanawisha miguu. Lakini Petro akasema mimi huwezi kuninawisha miguu. Na Yesu akasema kwamba kama hutakubali kunawisha miguu, maana huna shirika moja na mimi. Aliwanawisha miguu wanafunzi wake wote. Petro hakuwa tayari kunawisha miguu na Yesu. Na Yesu akamwambia kama usipokubali kunawisha miguu, maana wewe sio shirika moja na mimi. Petro alipomsikia Yesu hivyo, akasema sasa sio kwamba utanawisha miguu tu, utanawisha mikono pamoja na kichwa. Pamoja na kichwa. Lakini Yesu akamwambia kwamba wewe unachohitaji ni kutawadha miguu tu. Kwa sababu wewe umekwisha kuoga tayari. Umeshakuwa safi. Sasa mtu aliyeoga hahitaji tena kuoga kunawa si miguu na hahitaji kunawa tena mikono na kichwa. Anasema ninyi mmekwisha kuoga tayari. Akasema ninyi mmekwisha kuoga tayari. Na kwa sababu mmekwisha kuoga tayari, nyinyi mmekwisha kuwa safi. Mmekwisha kuwa safi. Anasema nyinyi mmekwisha kuwa safi mwili wote. Mmekwisha kuwa safi. Na kamaliza kwa kusema kwamba lakini si wote. Na aliposema si wote, alikuwa anazungumzia habari za Yuda ambaye atakwenda kumsaliti. Lakini tunaposoma pia kwenye Yohana 15:3 anasema ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno. Sasa ni vema kujua kwa nini Yesu alisema kwamba nyinyi mmekwisha oga, mmeshakuwa safi mwili mzima. Unachohitaji ni kutawadha miguu tu. Nini tunajifunza hapa? Yamkini unanisikiliza umeokoka. Baada ya kuokoka haimaanishi kwamba hutakosea. Kuna wakati ambapo utakosea. Na ikitokea sasa ukakosea, sio kwamba wewe tayari umekwisha kuwa mchafu, umekwisha kuwa si mwenye dhambi. No, ni kutengeneza tu na Mungu. Kwa sababu asili ulipookoka tu, asili ya Mungu iliingia ndani yako. Na kumbuka kwamba maandiko yanasema kwamba unapompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Roho wa Mungu anaingia ndani yako. Na Roho wa Mungu anayeingia ndani yako ni mtakatifu. Lakini pia maandiko yamesema kwamba hamjue kwamba chachu ndogo huchachusha donge zima. Lakini vema pia kutambua kwamba milima iliyokuwa inaitwa mitakatifu ilikuwa iitwa mitakatifu kwa sababu ilikuwa ni misafi sana. Ilikuwa inaitwa mitakatifu kwa sababu ya uwepo wa Mungu kwenye milima, kulingana na imani ya wana wa Israeli wakati ule, kwamba Mungu alikuwa anapatikana huko milimani. Kwa mtazamo huo, hiyo milima ilikuwa inaitwa mitakatifu kwa sababu ya uwepo wa Mungu. Na maandiko yanasema kwamba mtakuwa watakatifu kwa sababu mimi ni mtakatifu.
Kwa mtu aliyeokoka, Roho wa Mungu ambaye ni mtakatifu anakaa ndani yao, anakaa ndani yao. Sasa hiyo haimaanishi kwamba huyu mtu hawezi kukosea. Atakosea wakati mwingine kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kutenda. Sasa hiyo haimaanishi kwamba huyo mtu amekwisha kuwa mchafu, ameshakuwa mchafu complete. Haimaanishi hivyo, haimaanishi hivyo. Kumbuka, tunapoendelea kutembea kwenye nuru, tunapoendelea kukaa ndani ya Yesu Kristo, tunasafishwa kila siku, tunasafishwa kila siku. Na napozungumza hizi, sihalalishi tabia mbaya. Nataka uwe na mtazamo kwamba kuokoka sio kwamba hautakosea, utakosea, lakini hiyo haimaanishi kwamba wewe umekwisha kuwa mchafu. Anasema mtu aliyeoga anachohitaji ni kutawadha tu. Ukibrashi viatu vyako sasa, kama ni kipindi cha kiangazi na barabara labda ni barabara ambazo zina vumbi, mara tu baada ya ukipita umbali fulani, haijalishi kile kiatu kilikuwa kimeng'aa kiasi gani, utakuta tayari kimekwisha kushika vumbi, Na tafsiri yake nini? Nachotaka kukwambia kwamba pamoja na kuwa umeokoka, haimaanishi kwamba hutakosea. Pamoja na kuwa miguu yako imechafuka, haimaanishi kwamba wewe umekwisha kuwa mchafu mwili mzima. Nanyi mtakuwa watakatifu kwa sababu mimi ni mtakatifu. Paulo anasema hamtambui kwamba chachu ndogo huchachusha donge zima. Huchachuza donge zima. Kama mtakatifu, Roho wa Mungu anakaa ndani yako ambaye ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu. Sio kwa sababu inawezekana kwamba ukosei. Kuna wakati ambapo unaweza kukosea. Na hasa unapokuwa mtoto ndio umeokoka karibuni, ni mtoto mchanga kiroho. Kuna wakati ambapo utakosea kwa kuwaza kwako, kwa kunena kwako, na wakati mwingine hata kwa kutenda. Na ndio maana Paulo anawaambia nawaandikia nyinyi watoto wadogo. Anaandikia watoto, anasema kwamba mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, lakini hata mkitenda dhambi, mkumbuke kwamba tunaye mwombezi. Anasemaje hata mkitenda dhambi? Manake mtu ambaye ni mchanga kiroho, mwongofu mpya, ni rahisi kukosea. Kwa sababu anapokosea haimaanishi kwamba tayari amekwisha kuwa mchafu. Yeye amekwisha kuwa msafi tayari. Anachohitaji ni kutawaza miguu. Narudia tena, ukiwa na safari unatoka hapa kwenda kutoka eneo hili kwenda eneo lingine, umesafisha kiatu chako vizuri na unapita barabara ya vumbi, utakapofika unapotaka kwenda, tayari kiatu kile kitakuwa kimeshika vumbi. Sasa hiyo haimaanishi kwamba mwili wako wote umekuwa mchafu. Utakachohitaji kama una leso ni kukifuta kile kiatu, kuondoa zile vumbi. Kwa hata baada ya kuokoka kuna wakati ambapo utakosea. Kwa kuwaza kwako, kwa kunena kwako, na kwa kutenda kwako. Ni shukrani kusema kwamba Baba, ninaomba unirehemu. Na Mungu anakurehemu. Kwamba nimekufanya upumbavu, nimewaza yasiyofaa, ninaomba unisamehe. Mungu anakusamehe. Sasa hiyo haimaanishi kwamba wewe umekwisha kwa mchafu. Kukosea kupo hata baada ya kuokoka, lakini unapokosea unatengeneza na Mungu. Kwa Yesu akamwambia Petro, wewe nyinyi mmekwisha oga tayari, mwili wote mmekuwa safi. Unachohitaji ni kutawaza miguu tu. Tunapokuwa kwenye wokovu, kuna wakati ambapo tunakosea kwa kuwaza kwetu, kwa kunena kwetu na kutenda kwetu. Sasa isiwe sababu ya shetani kukubina kwenye eneo hilo. Kila wakati unajiona wewe ni mtenda dhambi tu, kila mwakati unamwona kwamba wewe ni mwasi tu. Kumbuka kwamba sihalalishi kuishi maisha ya dhambi, sihalalishi hivyo. Lakini ninachotaka kujua kwamba sio kwamba kuokoka haitatokea kwamba utakosea. Kuna wakati ambapo utakosea. Tengeneza na Mungu, songa mbele. Na hasa kama wewe ni mwongofu mpya, ni rahisi ukosea. Sasa hiyo haimaanishi kwamba tayari wewe umekwisha futwa kwenye kitabu cha uzima. Kumbuka kuna watu ambao wanaokoka wakiwa na vifungo fulani. Inawezekana ni kifungo cha ulevi, ni kifungo cha sigara. Hicho kifungo wakati mwingine hakiwezi kuvunjika siku moja, lakini anampenda Yesu. Na hatamani kabisa kuendelea na kuvuta sigara, hatamani. Lakini inawezekana siku za kwanza bado sigara ikamsumbua, kamkuta kidogo, akirudi nyumbani amevuta sigara. Je, inamaanisha kwamba Yesu akija anaenda motoni? Haimaanishi hivyo. Cha msingi amemvaa Yesu.
cha msingi amempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na huyu Yesu sasa ataendelea kumtengeneza. Kuna watu ambao watatengenezwa kwa muda mfupi, kuna watu wengine ambao watatumia muda mrefu. Ni sawa tu na watu wanapopelekwa hospitalini. Kuna watu ambao na magonjwa yao yanapona chapchapo, lakini kuna watu ambao inachukua muda. Kwa vivyo hivyo, hao watu, mtu anapookoka anakuwa kwa nguvu mpya, anazidi kutengenezwa kila siku. Anasema msifatishwe namna ya dunia, bali mfanywe upya nia zenu. Kwa anapoendelea kujifunza neno la Mungu, Yohana 17:7 anasema kwamba watakase na ile kweli, neno lako ndio kweli. Wanapoendelea kujifunza, wanaendelea kutakaswa. Unachohitaji ni kunawa miguu tu. Ikitokea kwamba umeokoka, umekosea, usianze kujihukumu sana kiasi kwamba mpaka ukawa. Mara nyingi tunapojihukumu kwenye eneo lote hilo, tutaanguka tena. Na ndio maana maandiko yanasema kwenye Warumi 8 kwamba sasa hakuna hukumu ya adhabu juu ya wale walio katika Kristo Yesu. Kukosea kupo, lakini tengeneza na Mungu. Watoto wadogo niwaandikia kwamba kitu kilichozaliwa na Mungu, mtu aliyezaliwa na Mungu kila aliyezaliwa na Mungu hawezi kutenda dhambi. Lakini kama ikitokea umetenda dhambi, tunaye mwombezi. Wachanga wa kiroho wakati mwingine wanaanguka. Hii haimaanishi kwamba tayari umeshakuwa hawafai. Pana, bado ni watakatifu. Ni watakatifu. Tunapozungumzia mtakatifu, sio kwamba kwa tafsiri ya kibinadamu ni mtu ambaye ni msafi sana, lakini kwa tafsiri ya kimungu sio kwamba ni mtu aliyekamilika sana. Sio mtu aliyekamilika. Yesu alikuja kwa ajili ya wagonjwa. Mgonjwa anaweza akapona kwa siku kadhaa. Vivyo hivyo kuna watu wengine vifungo vyao vinaondoka na viondoki mara moja. Lakini tunapoendelea kuwafundisha neno la Mungu, wanazidi kuwa wazuri zaidi. Unachohitaji ni kunawa miguu tu. Wewe umekwisha kuwa safi kwa sababu ya ile neno. Wewe umekwisha oga, mwili wako wote umekuwa safi. Unachohitaji ni kutawaza miguu tu. Nini ninachomaanisha? Kwamba ukikosea, mwambie Mungu tu nakusamehe. Sawa tu na kiatu chako, ulikuwa umevaa kiatu chako, umebrush kiatu chako vizuri, unapofika maeneo ulikuwa unakwenda tayari kimeshika vumbi, ni kushika leso tu na kusafisha hicho kiatu, kuondoa hiyo vumbi. Kitu anapotokea umekosea, omba rehema mbele za Mungu, na Mungu anakutenga na anayafuta makosa yako kama wingu, na wala hakumbuki tena. Songa mbele na Yesu. Mungu akubariki sana kusikiliza mafundisho haya. Ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe. Ukisubscribe mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, utayapata na maisha yako hayatabakia jinsi yalivyokuwa. Lakini unaweza ukashare, unaweza ukacomment pia. Mungu nakubariki katika jina la Yesu. Amen.